Watu wengi sana hawafahamu ugonjwa wa kisukari ni moja kati ya magonjwa ambayo yanasumbua watu wengi sana Tanzania. Hususan kwetu Zanzibar imefikia hatua serikali kutoa takwimu kwamba katika watu 10 basi watu 8 wako katika hatari ya kupata ugonjwa wa kisukari. Na kufikia hatua serikali mapinduzi ya Zanzibar pia kutoa angalizo kwamba sasa ugonjwa wa kisukari Zanzibar umekuwa tishio. Niwaletee dalili ambazo za awali ambazo ukiziona ndugu yangu hizi unazo, basi hakikisha chukua hatua. Watu wengi sana wanafahamu ugonjwa wa kisukari ni kukojoa mara kwa mara tu. Ikiwemo kukojoa mara kwa mara, lakini iwapo kama unakuwa unapata shida ya unapokuwa unalala au hata unapotembea, hata unapokuwa unakaa, kuanza kupata vichomi kwenye miguu ama kwenye mikono, ama kuanza kupata ganzi kwenye miguu ama kwenye mikono, ama kuweza kupata miwasho kwenye miguu ama mikono, hii ni moja kati ya dalili kubwa za ugonjwa wa kisukari. Lakini pia nataka tufahamu kwamba iwapo pia kama unapata muscles, mishipa ya miguu kuchichipa, mishipa ya mwili kukakamaa, ni Kiswahili cha pwani, naomba mnisamehe watakaokuwa hamnifahamu vizuri, lakini kama unapata ile kukakamaa mishipa kwenye miguu, kwenye mikono, hii ni moja pia katika dalili ya ugonjwa wa kisukari, hasa kisukari cha type 2. Tufahamu kwamba kisukari kiko cha aina mbili, kuna type 1 na type 2. Kina kile cha type 1 ambacho kinatokana na kuzaliwa genetic, asili, na kile cha kutokana na kula vyakula ovyo ovyo. Kupata ugonjwa wa kisukari hakuhitaji umri, kupata ugonjwa wa kisukari hakuhitaji wadhifa, kupata ugonjwa wa kisukari hakuhitaji hali ya mtu kama masikini au tajiri. Sasa hivi wote masikini, tajiri, wakubwa, wadogo, viongozi wanaoongoza, watawala na wanaotawaliwa, wote wapo katika njia moja ya ugonjwa wa kisukari. Kama nilivyoanza mwanzo, ugonjwa wa kisukari una complications za kuwashwa, lakini pia tabia ya kwenda choo kidogo mara kwa mara, pia ugonjwa wa kisukari hiyo ndo baba yake. Lakini pia kupoteza nuru ya macho, ama kuhisi kama unapata kiza fulani cha macho, ama kuweza kuona moshi katika macho, hii pia ni moja katika dalili ya ugonjwa wa kisukari. Lakini pia kuweza kupata tafrani, hasira, kupoteza kumbukumbu, kukata tamaa na maisha, kuona kwamba kuna kitu labda kama kinakukwaza mbele yako kinaweza kukuondolea uhai, kinaweza kukusababishia usiishi. Hizi ni moja pia kati ya dalili za ugonjwa wa kisukari. Lakini pia katika dalili kubwa ambazo zinakuja bila ya kufahamu, kama utapata kidonda kinashindwa kupona kwa sababu mishipa membamba kusinyaa kwake kulikosababishwa na zile ganzi unazozipata mara kwa mara, ndiko kutakakosababishwa protein, vitamins zinazosababisha kuukuza mwili kushindwa kufika katika sehemu yenye kidonda na kuona kidonda kinashindwa kufanya kazi. Au hata dawa utakazokuwa unazitumia, unakula dawa kwenye tumbo, lakini dawa ile inatakiwa ikesha kuyayuka, blood circulation iweze kuichukua kuipeleka katika nini, kile kidonda. Blood circulation yako haifanyi kazi kutokana na nini? Mishipa yako membamba imecollapse, imesinyaa, dawa haitafika sehemu yenye kidonda. Dr. Abu Khalid na kutangazia rasmi kituo chetu cha Zan Herbal Clinic ambacho kiko Bububu, kinapatikana Tanzania nzima. Ukiwa na tatizo lolote linalohusiana na magonjwa ya kisasa au hata magonjwa ya tabia, basi nakuomba usiache kututafuta kupitia namba unazoziona hizo hapo, hususan kwa wale ambao wameshaumia kwa tenzi dume. Zawadi ya Shamu kama unavyoona inakujia katika skrini yako itaweza kukuondolea hilo tatizo. Magonjwa ya pressure, kisukari, vidonda vya tumbo, gesi, tenzi dume, tunasaidiana kwa dawa zetu za asili ambazo tunazitengeneza sisi wenyewe hapa Zanzibar kupitia kituo pendwa cha Zan Herbal Clinic kilichosajiliwa na Wizara ya Afya Zanzibar chini ya Baraza la Tiba Asilia. Shukran sana, naitwa Dr. Abu Khalid.